itafika wakati pia tutazoeana na maisha yataendelea na jina la Bwana litatukuzwa. Kwa sababu Mungu ametupatia karama tofauti, pamoja na kwamba ni mwili mmoja, lakini mwili una viungo vingi. Na ni wazi ya kwamba ukitaka kuelewa umuhimu wa kidole hiki kidogo, ukikate, ndipo utaelewa umuhimu wake. Damu zitachuruzika mpaka tutakukimbiza hospitali, na utakuwa unahisi maumivu kwa mwili mzima. Ninachohitaji kusema ni kwamba sisi katika Kristo ni wamoja katika utofauti. Na kwa sababu ni wamoja katika utofauti, kila mmoja ana sehemu yake ya kufanya kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana, na jina la Bwana likatukuzwa. Na siku moja kama tulivyokaa hivi tukiwa ni watu wa aina tofauti, tutakaa katika ufalme wa mbinguni na jina la Bwana litatukuzwa. Neno la Bwana inasema, basi tuna karama mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa. Ikiwa ni unabii, tutoe kwa kadri ya imani. Ikiwa ni huduma, tuemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni hilo ovu, mkiambatana na lililo jema. Wakati fulani huwa ninafananisha kanisa na hospitali. Hospitalini ukienda, wakati mwingine ukiwa ni mgonjwa, ukaona mgonjwa mwenzako ambaye anaumwa zaidi, pamoja na kwamba unaumwa, lakini unaweza ukampisha ili amuone daktari, ili maisha yaendelee. Tunapokuja ndani ya kanisa, kila mmoja anakuja akiwa na madhaifu yake na akiwa na changamoto zake. Hapa tunapokuja tunahitaji kuponywa, tunahitaji kukutana na Mungu, tunahitaji kukutana na Kristo ili azungumze pamoja nasi. Mgogoro unakuja kwenye fungu la 9. Neno la Bwana inasema pendo na lisiwe na unafiki. Wakati mwingine huwa tunakuwa na unafiki, na unapokuwa na unafiki inapelekea migawanyiko, inapelekea changamoto, inapelekea viungo katika mwili vinamizana vyenyewe, na hakuna kiungo kinachohurumia kiungo kingine. Mungu atusaidie na aonekane katika maisha yetu ili jina la Bwana litukuzwe. Fungu la 10 ninarudia tena, fungu la 10. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Tunaitwa kuwatanguliza wenzetu, kila mmoja kwa nafasi yake. Ni wazi ya kwamba kazi ninayoweza kufanya mimi hawezi akaifanya mzee Jobu, na kazi anayoweza kuifanya mzee Jobu mimi pia siwezi kuifanya, kwa sababu Mungu ametuweka kwa namna hiyo. Na kama kila mmoja atamuona mwenzake ni wa thamani, kila mmoja atamuona mwenzake ni wa muhimu, jina la Bwana litatukuzwa na kuinuliwa. Na ndiyo sababu huwa ninapenda wimbo wa watoto, kama tukivuta wote pamoja. Hebu tuimbe kidogo. Kama tukivuta wote pamoja, pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Kama tukivuta wote pamoja, pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Kazi yako ni yangu, kazi zetu za Mungu. Kama tukivuta wote tutafurahi. Kama tukivuta wote pamoja, pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Kazi yako ni yangu, kazi zetu za Mungu. Kama
kivuta wote tutafurahi. Kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 6 na wa 7. Neno la Bwana linasema, wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuae, akiisifu kazi yake ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isikatike. Neno la Bwana linaendelea kututia moyo na kutuelekeza yale ambayo alikuwa akifanya wakati huo, hata sisi pia tunapaswa kuyafanya leo. Kila mmoja akimtanguliza mwenzake, hakuna mtu ambaye hatamhurumia mwenzake. Kila mmoja akimtanguliza mwenzake, tutasaidiana kila mmoja kwa mwenzake, tutafanya kazi kama timu na jina la Bwana litainuliwa sana. Kila mtu anapaswa kumwambia mwenzake, uwe na moyo mkuu. Unapomkuta mwenzako akifanya kazi nzuri, mtie moyo, mwambie uwe na moyo mkuu. Nilikuwa huko nilikokuwa nachunga, Wanyakyusa huwa wana tabia ya kumwambia mtu pole kwa kazi. Nikawaambia hiyo sio lugha nzuri. Ukimkuta mtu anafanya kazi, mpatie hongera. Bwana asifiwe. Na walinielewa, wengi walianza kufanya hivyo. Tunaitwa kutiana moyo kila mmoja kwa mwenzake. Tunaitwa kupeana maneno ya matumaini kila mmoja kwa mwenzake. Tunaitwa kufanya sehemu yetu kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuae, akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isikatike. Mungu atusaidie kila mmoja amtangulize mwingine, na unapoona ya kwamba mwenzako anafanya jambo jema, mtie moyo ili aweze kusonga mbele kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 11 na kuendelea. Neno la Bwana inasema, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Kila mmoja anapaswa kufanya sehemu yake kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Kama utamtanguliza mwenzako na utaona ya kwamba mwenzako ni wa muhimu, kila utakapomuona utatamani kumbariki, hautatamani kumlaani. Utakapoona mafanikio yake utamtia moyo ili kumfanya aweze kusonga mbele na jina la Bwana litukuzwe. Neno la Bwana linaendelea kusema, furahini pamoja na wafurahio, lieni pamoja na waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili. Wito wa Bwana katika kuwatanguliza wengine, anasema ya kwamba hatupaswi kujivuna, badala yake kila mmoja anapaswa kufurahi pamoja na wanaofurahi, anapaswa kulia pamoja na wanaolia. Tunapaswa kupatana nia zetu sisi kwa sisi, tusinie yaliyo makuu, lakini tukubali kushughulishwa na mambo manyonge, na jina la Bwana litatukuzwa. Msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Ni wazi ya kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa changamoto na mambo mengi. Sasa hivi ni rahisi watu kulipa ovu kwa ovu, kwamba kwa sababu amenitendea hivi na mimi naye ninaamua kutenda hivi, kwa sababu amefanya hivi na mimi ninafanya hivi. Lakini mpango wa Mungu sio huo. Unapotendewa ovu, wewe unapaswa kulipa kwa wema na jina la Bwana litukuzwe na kuinuliwa. Neno la Bwana inasema, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi,
msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Tusilipize kisasi, bali tunapaswa kutambua kwamba kisasi ni cha Mungu mwenyewe. Yeye ndiye anayepaswa kulipa. Acha yeye mwenyewe alipe na jina la Bwana litatukuzwa. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo utampalia makaa kichwani pake. Wito wa Mungu mchana wa leo katika kuwatanguliza wengine, hatupaswi kulipa ovu kwa ovu. Badala yake, yule aliyetutendea mambo mazito tunapaswa kumpatia chakula anapokuja, bila kuuliza swali na bila jambo lingine lolote, bila kinyongo, na jina la Bwana litatukuzwa. Ni wazi ya kwamba kati ya mambo ambayo yamekuwa magumu sana katika ulimwengu tunaoishi ni mtu akutendea ovu alafu wewe umrudishie wema. Lakini ni mpango wa Mungu ya kwamba